اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndugu zangu katika iman, huququl aulad, haki za watoto kwa wazazi wao, kwamba watoto wana haki ambazo wazazi lazima wawatendee. Miongoni mwa hizo haki tukaizungumza ni kuthibiti kwa nasaba, yani mtoto awe wa ndani ya ndoa, na ni ndoa iwe imefungwa Kiislamu na kwa vigezo vyote vya ndoa ya Kiislamu. Na tukasema katika khutba hile kwamba katika Uislamu ndoa haiwi sahihi kwa sababu ati ya cheti au cheti cha kuzaliwa au cheti cha ndoa au cheti cha hospitali au cheti cha rita au cheti cha shule. Katika Uislamu hivyo vitu vyote ni batili, havikubaliki na si vithibitishi vya nasaba. Nasaba inathibiti kwa kupatikana ndoa ya Uislamu iliyokuwa sahihi. Na tukasema kwamba mtoto kwa baba anatakiwa awe na sehemu mbili. Kuna mtoto ambaye anakuwa ni wa kufikia na kuna mtoto ambaye ni wa nasaba. Na ndio maana Qur'ani ikaweka muongozo katika sura ya 33 aya ya 4. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama ja'ala ad'iyaakum abnaakum, na Mwenyezi Mungu hajahukumu kwamba watoto wenu wa kufikia kwamba ni watoto wenu wa ndani ya nasaba. Dhalikum qawlukum biafwahikum, hayo ni maneno yanayotamkwa kwa ndimi zenu. Wallahu yaqulu alhaqqa wa huwa yahdi as-sabil, Allah ndiye anayesema ukweli na ndiye mwenye kuongoza njia sahihi ya maisha. Qur'an ikasema, ud'uuhum, waiteni hao watoto, wanasibisheni hao watoto liabaihim, kwa majina ya baba zao. Qur'ani haikusema kwa cheti cha kuzaliwa au cheti cha ndoa au cheti cha namna gani. Ud'uuhum liabaihim, waiteni watoto kwa majina ya baba zao. Huwa aqsatu inda Allah, kuwaita watoto kwa majina ya baba zao wa ndani ya ndoa, huwa aqsatu inda Allah, hiyo ndiyo haki kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa huwa yahdi as-sabil, Allah akasema huwa aqsatu inda Allah. Allah akasema, fa in lam ta'lamu abaahum, ikiwa baba zao hamuwajui, kama wale watoto baba zao hamuwajui, fa ikhwanukum fi din wa mawalikum, waiteni hawa ni ndugu zetu katika dini ama ni ndugu wa khiari katika dini ya Uislamu. Hapa tunapata fundisho kwamba kama mume amemuoa mwanamke ambaye amemkuta ana mtoto na yule mtoto akawa yupo pale na mama yake, mwanamume wewe utakapoulizwa huyu mtoto ni wa nani, sema huyu ni mtoto ambaye ni wa mke niliyemuoa, lakini ana baba yake, na baba yake kama unamfahamu ni vizuri kumnasibisha mtoto yule kwa jina la yule baba, lakini kwa sharti awe ni mtoto wa ndani ya ndoa. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hivi, alwaladu lilfirashi, mtoto anayezaliwa nje ya ndoa ni wa mama, walilahiri alhajaru, na jizinifu mwanamume zawadi yake ni jiwe. Kwa hiyo mwanamume ambaye ana kimada ama ana hawara wa kike, ama mwanamke ambaye ana kimada wa kiume, yani wote ni vimada hawa. Na ndio maisha ya sasa na ndio fashion ya sasa, watu kuishi kwanza vimada. Watu hujaribiana kwanza wakapimana wanaweza wakaishi namna gani kupata watoto wawili watatu. Na kuna wanamume wengine subhanallah wapo ndani ya ndoa lakini wana watoto wa nje ya ndoa, wana makoba, wana vijikoba ambavyo vipo pembeni. Wanamume, muogopeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na ndugu zangu Waislamu naoni sikiliza kupitia mimbari hii ya Masjidul Aqsa, Mungu subhanahu wa ta'ala katika zina ameweka kitu cha ajabu kwa mtu ambaye anayepata mtoto nje ya ndoa. Hii nakuombeni tutakapotoka hapa tuifanyie kazi.
siku zote unapopata mtoto wa nje ya ndoa, mtoto wa nje ya ndoa anafanana sana na yule mwanamume. Ndivyo inavyokuwa. Wakati mtoto wa ndani ya ndoa, siku nyingine anaweza kwenda kwa baba akafanana na baba mdogo au baba mkubwa au shangazi au bibi, ama akafanana na mama. Lakini mtoto wa nje ya ndoa, mwanamume mwenzangu huchomowi, lazima afanane na wewe. Hata kama yakiwa ni wa kike, pua litaonekana lako, na inawezekana hata kama una macho ya kukapua kapua, mtoto yule kuwa na macho ya kukapua kapua. Hata kama una kawaida, wakati mwingine unaweza kaa ukajishikashika kwenye pua, na mtoto yule anakuwa vile. Yani anakuwa na tabia za kibiolojia ndani ya mwili za yule mwanamume ambaye amempata nje ya ndoa. Kwa hiyo mtoto aitwe kwa jina la baba wa ndani ya ndoa. Mtume akasema alwaladu lilfirashi, mtoto anayezaliwa nje ya ndoa, huyu ni wa mama yule aliyezini na huyu mwanamume, walilahiri alhajaru, na huyu mwanamke, huyu mwanamume zawadi yake ni jiwe. Sasa mtoto lazima awe na saba. Hili ni jambo ambalo tulilolitaja katika Ijumaa iliyopita. Tukumbushane, tukasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ayyuma rajulin, mtoto yoyote ama mtu yoyote, ayyuma rajulin, mtu yoyote. Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa ametaja mwanamume, akasema ayyuma rajulin, mwanamume yoyote ambaye amefunga ndoa na mwanamke, ndoa ya Kiislamu, si ya mahakamani, ni ndoa ya Kiislamu, si ya mahakamani. Ndoa ya mahakamani katika Uislamu haikubaliki. Hawa ni wazinifu na kuna arabi ya motoni inawasubiri. Siku yoyote Allah atakapochukua roho zao, Allah lazima aende akawaulize, kwa nini mlizini? Kwa sababu zina katika Uislamu ni haram. Sura ya 17 aya ya 32, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan sabila. Qur'ani inasema wala taqrabu zina. Qur'ani haikusema wala taznu, msizini. Imetumia wala taqrabu. Katika lugha ya Kiarabu, Qur'an inatafsiriwa kwa ladha nzuri na ufasaha na lugha ya Kiarabu. Lugha ya Kiarabu ndio inaweza ikitafsiri Qur'ani kupitia roho yake, na ule ujumbe unakwenda vizuri. Ndio maana huwezi kuitafsiri Qur'ani kwa roho yake kwa kutumia Kifaransa au Kiingereza au Kiswahili au Kijerumani. Huwezi kupata ladha na ile ladha na utamu wa Qur'an. Qur'an inatafsiriwa vizuri na lugha ya Kiarabu. Ndio maana Qur'an, Allah akasema Qur'anan Arabiyan ghaira dhi iwajin. Qur'an imeteremka kwa lugha ya Kiarabu, lugha ambayo isiyokwenda kombo. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema wala taqrabu zina. Ukitafsiri kwa Kiswahili utasema msikurubie zina. Lakini katika lugha ya Kiarabu, kwa nini Allah akasema wala taqrabu na hakusema wala taqrubu? Na ukienda kule Mwenyezi Mungu alipomwambia mzee Adam alayhi salam na mama yetu Hawa alayha salam walipokuwa peponi, aliwaambia wala taqraba hadhihi shajara. Ile ra inakuwa na fatha na hapa ra ina fatha. Allah akasema wala taqrabu zina. Na kule Allah alipowakataza watu kula mali za yatima, akasema wala taqrabu mala liyatim, msile mali za yatima. Na kule Mwenyezi Mungu alipowakataza wanamume wake zao wanapokuwa katika ada zao za kike, ada za kike, mwanamume amekatazwa kukutana katika tendo la ndoa na mkewe mpaka atakapotaharika. Akasema Allah wala taqrabuhunna, yani la tujami'uhunna. Kwa ina maana wala taqrabu zina, maana yake ni kwamba msizini. Lakini kama Allah angelisema wala taqrubu, lakana maanahu la tadnu, msisogelee, ingelikuwa ra na dhamma, ingelikuwa msisogelee. Hii ndiyo fasaha ya lugha ya Kiarabu ukirejea katika kamusi na roho ya lugha ya Kiarabu. Sasa Allah akasema wala taqrabu zina, msizini. Innahu, hakika uzinifu kana fahishatan wa saa sabila. Hata waislamu wenzenu waliotangulia na mitume niliowatuma mimi, ilikuwa ni uchafu na ni vitendo vilivyokatazwa na ni maadili mabaya. Kwa hiyo uzinifu, ndugu zangu, umekatazwa, na ni ugonjwa mkubwa mno, tatizo kubwa mno. Vimada umekuwa wengi, ni mtihani mkubwa sana. Imefikia pahala mpaka kesi ambacho kwamba ili kuhalalisha jambo la zina lionekane la kawaida, kesi ambacho mpaka mwanamume hivi sasa anaitwa baby na mwanamke anaitwa short.
Hii yote ni katika kurahisisha kitendo cha uzinifu kiwe rahisi. Akiitwa baby, akiitwa men, akiitwa sijui nani, lakini bado ni zinaa. Zinaa ndugu zangu ni mtihani mkubwa mno. Na hawa watoto wanaozaliwa nje ya ndoa ambao ni makoba kama wanavyoita Wapemba, makoba, koba anayezaliwa hana dhambi. Mtoto wa nje ya ndoa hana dhambi. Mtoto wa nje ya ndoa hana dhambi. Qur'ani inasema sura ya 17, wala taziru waziratun wizra ukhra, hatoadhibiwa mtu kwa dhambi ya mtu mwingine. Kwa hiyo huyu mtoto wa nje ya ndoa hana dhambi kwa kuzaliwa nje ya ndoa. Dhambi alizonazo huyu mtoto atazipata pale atakapokuwa amekuwa akayafanya madhambi yake yeye kama yeye. Lakini mtoto wa nje ya ndoa kama ni shekh na amesoma, basi tunampa ushekh na anakuwa imamu wetu. Mtoto wa nje ya ndoa ana taaluma, tutachukua taaluma yake, lakini hatuwezi tukamnyanyapaa. Kumnyanyapaa kosa lake si wa kumnyanyapaa ni nani? Ni yule mwanamume na mwanamke. Ni matatizo makubwa sana. Sasa Mtume akasema ayyuma rajulin, mwanamume yoyote aliyeoa kwa ndoa, aya 5 aya 6, ikiwa wanandoa wameachana na wakati wanaachana mwanamke huyu ana mtoto ananyonyesha, ama mwanamke huyu ni mjamzito akajifungua baada ya kuachwa, kwanza amejifungua wakati yupo ndani ya eda ya kuachwa imekwisha, anakuwa yupo huru mwanamke yule kuolewa na mume mwingine. Lakini sasa kama mwanamke yule akikataa kumnyonyesha yule mtoto, akasema mtoto huyu mimi simnyonyeshi, ana baba yake, baba utaitwa. Utakapoitwa utaambiwa, mtalaka wako atakwambia bwana chukua mwanao. Sasa nitamchukua mwanangu na kwenda kumnyonyesha wapi? Lazima umchukue ukamnyonyeshe. Aya, mwanamume hana maziwa, itakuwaje? Itabidi mwanamume yule amkodishe mwanamke mwingine. Lakini wanachuoni wa Kiislamu wanasema mwanamke huyu atakayekodishwa lazima kwanza apimwe afya katika hadhana. Katika Uislamu tunasema mwanamke huyu apimwe afya ya akili, apimwe afya ya mwili mzima. Baada ya hapo wapatane. Na watakaotupimia afya ya mwili mzima ni madaktari. Tutakwenda kwa daktari. Lakini ni huyu mama baada ya kukataa, na mwanamke katika Uislamu aliyepewa talaka, aliyeachwa, akisema sitaki kunyonyesha mwanao baada ya kuwa tumeachana, hiyo ni haki yake amepewa na Uislamu. Lakini akisema mimi nitanyonyesha mwanao lakini unipe mshahara, mpe, mnakubaliana. Kwa mwezi unataka shilingi ngapi? 150,000 au nataka milioni, inategemea na uwezo. Nataka 150,000 na kilo 5 ya unga wa sembe, kilo 5 ya unga wa mahindi, sukari, chumvi. Sawa. Mama yule ameolewa, hajaolewa, anakula kulingana na ule mkonga uliowekwa kwa mwanae. Kwa hiyo yule mama atamnyonyesha mwanao kwa mshahara. Wote wakamwambia, hivi mama fulani unakosa haya? Mimi leo ni wakundai hela. Mimi leo ni wakundai hela. Hapana, toa. Mbona ukienda huku kwa shosti unatoa? Toa. Mwanao anyonyeshwe. Qur'ani ikasema wa in ta'asartum katika surati at-Talaq, ikiwa mume na mke wameshindana, mume akasema mimi sitoi, Qur'ani ikasema fasaturdi'u lahu ukhra, mwanamke yule anyonyeshwe na mtoto yule anyonyeshwe na mama mwingine. Mtoto yule anyonyeshwe na mama mwingine. Kwa hiyo kunyonya ni haki ya mtoto ambaye anaipata kutoka kwa mama. Lakini kama mwanamke hataki ni haki yake. Haya ni mambo lazima tuyafahamu. Kwa hiyo wanamume ambao mpo hapa ndani Masjid Aqsa, mkitoka mwende mkatoe matumizi. Kama ingelikuwa ni pahala pa mahakama ya kadhi, kama nchi yetu ingekuwa na mahakama ya kadhi na inakubalika na ina nguvu ya dola, basi ilikuwa mume huyu akifanya ubishi anaitwa kwa kadhi, na akifanya ubishi anawekwa ndani, polisi wale wa serikali. Lakini sasa mahakama ya kadhi ukija kuizungumza hapa, ukiizungumza mahakama ya kadhi katika nchi, kuna watu kama umewavua nguo. Tuache yaishe. Tutakwenda katika taasisi za Kiislamu
anajua anaitwa na shekhe, haendi. Ambia kwani wewe shekhe ananiita yeye nani? Damu yako, damu yako, maji yako ya uti wa mgongo. Mwanaume wewe huoni haya? Huoni haya? Akiletewa watoto la nje ya ndoa anatelekezewa hapo, anaingiwa haya. Lakini mtoto wa damu wa ndoa, wanamume wenzangu, aina tadhhabuna, mnakwenda wapi? Umezidiwa, oa mke wa pili. Wewe ni mbabe, oa mke wa tatu. Wewe mbabe, oa mke wa nne. Hao wote wanne hawakutoshi. Wewe ibilisi, kama wake wanne wote hawakutoshi na bado unataka kutoka, basi wewe ni zaidi ya ibilisi. Una division 1, sio una point ngapi katika uzinifu? Hii ni hatari. Wanaume, tuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uchafu umekuwa mwingi sana. Haki nyingine ya tatu ya mtoto, leo tutaishia haki tatu, zipo 6, ni hadhana. Mtoto anapokuwa baba na mama wametengana, anayetakiwa kubakia na mtoto ni nani? Ni mama. Mama ndiye atakayebakia na mtoto. Hili lazima tulifahamu. Na Mwenyezi Mungu alivyotuumba sisi wanamume wote duniani, hatuna uwezo wa kuvumilia kero za watoto. Hatuna. Na ukitaka kujua kama wanamume ni wazito, sote hapa kati yetu, wale ambao mlioa, tutakaporudi nyumbani leo, na akina mama wananisikiliza huko msikitini, twende tu practice, tuingie field. Mkeo akwambie baba Zainabu ama baba Yusra ama baba Yusuf, hebu mvue mtoto pempa muangalie mwanamume anavyovimba, utadhani ni mabondia wapo ulingoni. Mwanamume anavimba kisa tu ameambiwa vua pempa ya mtoto. Mwanamke yule wallahi hajamtukana, hajamfanya lolote, hajamtukana Mungu na mtume kabisa, wala hajamtukana mwanamume kumwambia baba Yusra nisaidie kidogo mvue pempa. Manake mimi mama Yusra, ama kweli umefika mbali. Mimi mvue mtoto. Ama mwanamke anaweza akasema mimi nakwenda kwa mama hapo Mkojuni, bakia na watoto miaka 4, 5, 6, wale wa nasari, bakia shinda nao pale nyumbani, hata kama watakuwa na dada zao. Manake wale watoto mama hayupo, wanakuja kwa baba. Muangalie mwanaume, nyinyi mnafuata nini hapa? Mnanikera tu. Nitawachapa, nitapiga mimi. Yani hao watoto washantia wazimu. Si kwamba baba ni wazimu, ana akili timamu. Mungu ndivyo alivyotuumba wanaume, tukubali. Hii lazima tukubali. Ndivyo Allah alivyotuumba. Akina mama kelele za watoto kwao ni mziki. Kama anaimbiwa wimbo, atakasirika, atafanya nini, lakini yamekusha. Lakini wanamume wote tuko namna hii. Kwa hiyo mtoto anabaki kwa mama. Siku moja mwanamke mmoja alikwenda kwa Mtume, akamwambia Rasulullah, baba wa huyu mtoto ananyang'anya mwanae, na huyu mtoto hivi sasa unavyomuona ana mkubwa kidogo, ananisaidia kuchota maji na mtuma hapa na pale, na mimi hili tumbo langu ndio limembeba huyu mtoto. Anakusudia wakati mjamzito. Na haya mapaja yangu ndio ilikuwa mbeleko wakati ananyonya, na huu mgongo wangu ndio ilikuwa ngazi ya Rasulullah. Anataka yule mtoto. Mtume akamwambia wewe una haki kubakia na mtoto. Akabakia na yule mtoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Kuba, katika matembezi yake alikuwa anatembelea, maana ni kiongozi wa nchi, ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni kiongozi wa nchi. Mtume wa Muhammad hafanani na kiongozi yoyote duniani. Ni kiongozi mwema, kiongozi mwadilifu, anakwenda kwa maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hafanyi lake, anapata mwongozo. Anakuja Jibril kutoka kwa Allah. Mtume yupo Kuba, maeneo ya msikiti wa Kuba, yupo katika moja na masahaba wake. Kuna mtoto mmoja wa kike akatoka nje miaka kama 6. Alipotoka yule mtoto akamuona baba yake yupo na Rasulullah, akamkimbilia baba. Baba akamuona mwanae, kwa sababu huyu baba na yule mama ushaachana. Akambeba. Kumbe kuna watu walimuona, wakamwambia mtalaka wake, wakamwambia mwanao amebebwa na baba yake. Mama akatoka kule ndani na hasira.
yuko wapi? Akaambiwa huyu. Akamkuta yupo na Rasulullah. Akaambiwa muache mwanangu. Akaambia ni huyu mwanangu na mimi. Akaambia muache, mweka chini, wewe nenda zako. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaambia njoo mama. Na yule bwana sahaba alikuwa naye akaambia njoo. Akamuuliza yule mtoto, man hadha, huyu nani? Yule mtoto akasema hadha abi, huyu babangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza tena yule mtoto, man hadhi, huyu nani? Yule mtoto akasema hadhi ummi, mama yangu. Haya, unataka kuishi wapi? Unataka ukae kwa baba au ukae kwa mama? Mtoto akaambia ninataka nikae na mama. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuanzia leo mtoto huyu akae na mama yake mpaka atakapovunja ungo ama atakapobaligh. Mtoto akaenda kwa mama. Wanamume naomba mnisikilize. Kama ni mtoto bado mdogo abakie kwa mama, lakini kama mama ataonekana ana tabia mbaya, maana akina mama wengine ni chapombe. Akina mama wengine wapo kama draft, tabia zao wanakuwa na kazi yao kuliwaliwa kingi tu. Sasa kama mama huyu anaweza akaonekana yani ni kingi, mtu yote anaweza kaingia kingi, mtoto huyu asipewe, anyang'anywe, apelekwe pahala penye maadili. Tunampeleka wapi? Mtoto huyu atalelewa upande wa umamani, kwa bibi mza mama, ama kwa mama mkubwa au mama mdogo. Imeshindikana, tunamrudisha ubabani kwa bibi mza baba, ama mashangazi wakubwa ama wadogo. Imeshindikana, mtoto huyu atafutiwe pahala pa malezi mema, kituo chema ambacho. Lakini kama mama anaonekana na muongozo mbaya, anyang'anywe. Lakini baba naye kama ana tabia mbaya, maana katika watu ambao wanaongoza kwa ulevi, wanaume wengi walevi. Akilewa kiroba cha pombe, akilewa bia cha pombe, akilewa plizina cha pombe. Maana kuna pombe inatangazwa Tanzania, pombe ile imeanza kutengenezwa mwaka 1842. Alafu wameandika ladha ile ile, ladha ile ile, yani ulevi ule ule. Mwaka 1842 ilikuwa imewekwa pale Kariakoo, maungano ya Lumumba na Morogoro Road. Kwa jicho langu unakuwa na taifa la walevi, mijitu milevi linakwenda ofisini jilevi. Siku nyingine ni mtu ambaye anatarajiwa katika madaraka mlevi, unamkuta katika meza mlevi, ambaye ndio anaweza kaongoza mambo ya wananchi mlevi. Mungu awalani walevi, na Rasulullah alishawalani, na Mwenyezi Mungu alishawalani. Qala sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allahu al-khamra wa sharibahu, Mungu ameilani pombe na mlevi wa pombe, wa hamilahu, na yule mbebaji, wal mahmulatu lay, na yule anayepeleka. Hata ikipelekwa pombe katika take away ni pombe, kiroba pombe, please na pombe, bia pombe, zote hizo pombe, Guinness pombe. Alafu wanasema kunywa kwa ustaarabu. Billahi alaikum ayuha almuslimun, hakuna ustaarabu. Isinywewe na mtoto wa chini ya miaka 18. Mnataka kutengenezea taifa la walevi. Huu ni uhuni wa kiwanda cha pombe na wanaotengeneza pombe. Huwezi kuwa na taifa la watu ambao umri miaka 18, ina maana 19 20 walewi. Allahumma salli ala Muhammad. Sasa wanaume wenzangu, nataka niwaambie kitu kimoja. Mimi mwalimu hapa, ni mwalimu na kesi nyingi nazijua. Baba analala na pombe, anatakiwa aende shule, na mtoto anajua baba kalala na pombe, nani aende shule? Baba anasema mtoto huyu sitaki mama yake aje amsalimie. Mama siku nyingine anasema mtoto huyu mficheni, baba asijue kama yupo hapa. Wazazi wa Kiislamu mnakwenda wapi? Wazazi wa Kiislamu, taifa gani mnaliandaa hili? Familia gani mnaziandaa? Mtoto anaishi kama yatima. Kwa hiyo hadana, mtoto abakie kwa mama mpaka atakapofikia. Tutaangalia maadili huku na huku. Baada ya hapo tutakwenda katika haki ya 5 na ya 6, tutakwenda kumalizia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu.